Kwenye ukweli huo katika kurasa ya 37 katika hotuba ya Mheshimiwa Rais amezungumzia uwajibikaji na utawala wa sheria, na amezungumzia kwa baadhi ya watu. Kwa kweli katika nchi yetu hapa amezungumzia habari ya watu wabadhirifu wa fedha ambazo zilikuwa ziende kwa wananchi, zinyanyue maisha ya wananchi kama yeye lengo lake linavyotaka. Lakini na amezungumza kwamba kuna baadhi ya watu wako mafisadi. Nasema katika nchi hii sasa hivi mafisadi hawa sio wanapiga kidogo, wanapiga kiuhakika. Ni walaji na ni walafi, na wanafanya vitu kama wananchi wa sasa hivi hawana elimu. Lazima tufahamu sasa hivi ukienda sehemu yoyote, hata kama kwenye kijiji cha bodaboda, utamkuta mtu wa chuo kikuu, utamkuta form 6, utamkuta form 4, utamkuta darasa la 7, utamkuta na sio soma. Wakikaa pamoja pale, wakianza kuongea, wote wanakuwa wako university. Kwa hiyo hawa watu sio hawaelewi. Utakuta mtu yuko serikalini ana GPA labda ya 2 labda 0.5, alafu yule ambaye yuko bodaboda ana 4, alafu huyu jambazi anamtuma bodaboda yule wa GPA ya 4, nenda kapeleke misumari pale, peleka hapa, alafu huyu naye mjanja anajua mshahara wake. Kwa hiyo lazima tujue hizi sheria za TAKUKURU kama ziko kidogo zimelegea, wananchi basi tuzibadilishe. Watu kila sehemu wanajenga majumba nini, hakuna watu wanaona. Na tusizungumze sisi hapa kama bunge wa CCM ambao tuna uchungu, tusizungumze ya leo. Je, tunayozungumza ya leo tunajifurahisha ya leo? Je, ya 2030 nayo tunayasahau? Tukizungumza ya leo tujue kuna mbele huko, kuna 2030. Je, tunakwendaje kwenye chaguzi zetu? Kwa hapa tulikuwa tunamwomba mheshimiwa, na sio mheshimiwa rais, kwa sababu mheshimiwa rais ni taasisi. Hata kama rais anajitahidi vipi, lakini hawa watu wa chini yake wanamsaidiaje? Wanayaona haya mambo yanayofanyika, hawa watu wa chini wamekaa kimya. Hata mimi mfanya biashara sipendi ufisadi wala sipendi wezi, kwa sababu mimi nafanya biashara kwa miaka mingi, nahangaika, nanunua hichi, nafanya hichi, kinakuja kijitu kinaiba, kinaingia kwenye biashara yako. Unakingoja kifirisike, lakini kwa sababu kitafirisika tu, lakini tayari kimesha kuzuru ndani miaka 5 miaka 6 kwenye ile biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemwona kabisa kwamba unahangaika sana na umeanza vizuri sana kwenye masuala haya. Sasa tunakuomba kama umeanza vizuri kwenye masuala ya kuangalia watu wezi wa nchi, baki tusikae hapa tu tuna kazi ya kusema sisi. Kwenye watu wezi wapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeanza vizuri, na tumeona umeita wale watu wa maadili na watu wa sehemu nyingine. Watu wa maadili sio wanakuja kwa wabunge. Mbunge mimi nakutana na pesa ya serikali wapi? Sikutana mahali popote. Lakini nyinyi mawaziri na watu wa chini ndio mnakutana hela ya serikali. Kwa hiyo kama ni vibaka, basi ni huko kwenda huko chini. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeanza vizuri na mimi nakupongeza, na uendelee hivyo hivyo, na umerudisha angalau imani kwa wananchi. Mumsaidie Mheshimiwa Rais. Rais hawezi kawa anaangalia mwizi yuko Gairo halmashauri, akaangalia yuko sijui Bukombe, akaangalia yuko Rorya, akaangalia. Haiwezekani kitu kama hicho. Na muwe mnafuata ushauri wa kitaalamu. Kama tuna vyombo vyetu vya usalama na ulinzi ambavyo vinahusika kwenye masuala ya ushauri, chukueni ushauri, muangalie. Maana sababu wananchi wa sasa hivi sio wajinga, wanajua kabisa hili jengo la fulani, hiki kitu cha fulani, huyu yuko serikalini ni mwizi aliyokubuhu. Na wengine tena wanaenda hata hawana aibu, utakuta wananunulia watu mshikaki, wananunulia nini. Kama hamna wengine, njoo mimi nitawaandikia wezi wote, maana na mimi ni usalama wa taifa kujitegemea, nipo hapa, msio na wasiwasi. Lakini nakwambieni katika kitu kinachozungumza, na ndio maana mama amekizungumza hapa, anataka usaidizi kutoka kwa wasaidizi wake, na ndio maana Mheshimiwa Rais alikizungumza kwa uchungu sana. Je, wasaidizi wake mnafanya hizo kazi? Na huko mawaziri msikae tu hapa mnangoja nani atakuwa rais baada ya 2030 nani. Hata sisi huku nyuma, mimi nilikuwa naongea na Maganga yuko Maganga atakuwa maki, hata mimi na troti
Maana lazima tujue, msikae huko tu. Kila huyu anataka hichi anataka. Hata sisi huko nyuma tulikuwa tunatrote. Nilikuwa naongea na ndugu yangu Jafari hapa. Yuko mwingine hapa anataka waziri mkuu. Tunafunda sasa msema sasa. Tutakwenda. Lakini cha mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kupongeze. Unafanya kazi nzuri. Naomba hapo hapo na timu yako wote, na najua katika timu yako wa mawaziri mlioko sasa hivi wengi ni wazuri, ila muangalie huko chini. Hata hapo wabunge hao wengine usione wapigi kelele, na waingia kichwani, wanajua ninachokiongea na wanakielewa. Utikinde sehemu fulani utakuta jumba la fulani, jumba la fulani. Kuna mmoja hapa alijenga jumba akaandika kabisa na jina lake fulani Tower. Jamani, sasa huko tunafanyaje? Na sisi mnatupa kazi ya ziada. Mtu anayekupenda atakwambia ukweli. Mtu mnafiki atatoka hapa atapiga debe, akitoka huko nje tunaenda vibaya. Mimi sina mengi, nashukuru sana, asante sana. Asante Mheshimiwa Shabibi. Tunaendelea na Mheshimiwa Douglas Didas Masaburi. Ajiandae Mheshimiwa Sara Msafiri. Ajiandae Mheshimiwa Asia Sharif Omari na Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Leo kwa mara ya kwanza nasimama ndani ya bunge hili tukufu, kwa ridhaa ya wananchi wa jimbo la Kivule. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanadiplomasia nguli Afrika na dunia, ambaye alichaguliwa kwa zaidi ya 97% na Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi ule ulitafsiriwa na kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake 4 ya uongozi, lakini ulionekana kwenye mikutano mbalimbali ya wananchi, kwa namna ambavyo wananchi walifurika kadiri ambavyo walikuwa wakitembea katika mikoa yote takriban 32. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuzunguka kwake, ahadi zake zilisheheni matarajio ya Watanzania. Ahadi zake zilimgusa Mtanzania mmoja mmoja. Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, alikuja na falsafa ya 4R. Katika falsafa yake ya 4R ilimfanya kutambulika duniani na mataifa ya nje na kupelekea kuwa kinara kwenye masuala ya haki za binadamu, uhuru wa habari, uhuru wa dini na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiongozi lazima uwe na ngozi ya mamba. Hata nyakati ambazo zilikuwa ngumu, Daktari Samia Suluhu Hassan alituvusha salama. Mtakumbuka tulipata fedha za IMF kwa ajili ya kuzuia na kujikinga kipindi kile cha COVID. Tunao ushahidi, wananchi wa jimbo la Kivule tulipata takribani bilioni 4.6. Daktari Samia Suluhu Hassan aligeuza kuwa fursa na tukapata zaidi ya madarasa 232. Wananchi wa jimbo la Kivule wanapata elimu iliyo bora.